Habari za mida hii, hawaioni wapendwa wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunarudi kwenye kipindi chetu kile cha afya ndiyo msingi mkubwa kwenye maisha ya mwanadamu. Afya ndiyo msingi mkubwa kwenye maisha ya mwanadamu. Leo tutazungumzia tunda ama vyakula lishe ama vyakula tiba, na pia vinatumika kama vyakula kinga. Leo tutazungumzia ndizi. Ndizi ina faida gani kwenye mwili wa mwanadamu? Ndizi ina faida gani kwenye mwili wa mwanadamu? Matunda yako mengi sana, lakini kila matunda yana madini ambayo yanasaidia mwanadamu kupa nguvu, kusafisha sumu taka ndani ya mwili, na kila tunda lina faida yake kwenye mwili wa mwanadamu. Lakini leo tutaizungumzia faida za tunda la ndizi. Tofauti na vyakula vingine, ndizi zina faida kubwa sana katika mwili wa binadamu. Kwa mujibu wa wataalamu wa lishe, ndizi zina virutubisho vya aina mbalimbali kama vile potassium, mafuta, calcium, wanga, phosphorus, madini ya chuma, vitamin A, B na C na maji. Ndizi zina faida nyingi katika urembo. Chanzo cha nishati, ndizi zina uwezo wa kumeng'enya kwa urahisi zaidi. Tena zina nishati kubwa. Sukari iliyomo katika ndizi ni chanzo kizuri sana cha nishati. Hivyo naweza kusema kuwa ndizi ikiliwa ipasavyo itakusaidia kujenga mwili na misuli yako kwa ujumla, hususani kuondoa chunusi. Chunusi ni miongoni mwa matatizo ambayo huwasumbua warembo wengi, hususani wanawake. Je, unafahamu kuwa ndizi mbivu zinaweza kuondolea tatizo hilo kwa kuchanganya ndizi mbivu na maziwa, asali na kisha kuzisaga ili kupata urojo ambao utatumika kupaka kwenye maeneo yaliyoathirika. Unaweza kuondokana kabisa na tatizo hilo. Fanya hivyo kila siku na hakikisha unakaa na mchanganyiko huo muda usiopungua dakika 30 hadi 40. Kisha osha na maji ya baridi, ikiwezekana yaliyopozwa na jokofu. Ndizi zina nafasi kubwa sana katika kuongeza au kupunguza uzito. Hivyo unaweza kutumia ikiwa unahitaji kupunguza ama kuongeza uzito wako. Kwa wajawazito, ndizi ni chakula kizuri kwa wanawake wajawazito, kwani kina kiwango kikubwa cha folic acid ambayo inaweza kufyonza kwa urahisi sana na kiumbe kilicho tumboni. Kikiwa mama mjamzito atatumia ndizi mara kwa mara, ni wazi kuwa atakuwa mwenye muonekano mzuri na wa kuvutia, yani kwa wamama wajawazito. Kwa ndizi ina faida kubwa mno kwenye mwili wa mwanadamu. Ni kinga dhidi ya magonjwa ya moyo, presha, vidonda vya tumbo, saratani ya figo, kukosa hamu ya choo. Ni kinga, sio tiba. Yani lazima mnielewe hapa. Watu wananiuliza sana maswali na wananiuliza kati ya kinga na tiba, wanashindwa kutofautisha hapo. Hii ni kinga, sio tiba. Yani usiwe ni mgonjwa wa magonjwa haya ya moyo au pressure ukasema nakula ndizi kwa sababu itanitibu. Hapana, hii ni kinga. Yani maradhi hayawezi kuingia kwako, bali itakukinga. Ndizi mbivu ni tunda ambalo linafahamika na kila mtu, lakini sina hakika kama watu wengi wanafahamu umuhimu na faida za tunda hili ambalo litapatikana kirahisi sana nchini kote, hasa mkoa huu wa Kilimanjaro, na kiasi cha manunuzi ambacho kila mtu anaweza kukimudu. Iwapo ulikuwa hujui umuhimu wa kula ndizi mbivu, leo utalazimika kubadili mtizamo wako na kuzingatia ndizi kama tunda muhimu katika kulinda mwili wako dhidi ya maradhi. Hata
maradhi hatari ambayo yana tiba. Watu wa michezo pia wanapaswa kuliona tunda hili kuwa ni muhimu sana katika kuipa miili yao nguvu. Kinga ya shinikizo la damu na maradhi ya moyo. Kinga ya shinikizo la damu na maradhi ya moyo. Tunda la ndizi lina vitu vingi sana, kwa hiyo tutaendelea kwenye kipengele chetu cha pili kuzidi kulichambua tunda hili la ndizi. Tuishie hapo. Jina langu naitwa Shomi. Leo bado ninakuja kwenye mambo mengi kuhusiana na vyakula tiba ama lishe tiba, hasa matunda, mboga, na baadaye nitakuja kueleza mboga gani, majani gani na majani gani yanapaswa yaliwajwe na matunda gani, yani na mchanganyiko wa matunda haya, tunda gani unaweza kuchanganya likawa dawa imara kabisa ya kutibu tatizo lako kubwa sana. Namba zangu zinapita hapo. Kama una maoni, maswali na ushauri, unaweza kunipigia simu, kaja WhatsApp tukazungumza pia. Lakini pia tuko na madaktari bingwa kabisa kutoka Mango Herbal Clinic. Ukiwatafuta, namba zao zinapita, nitakutajia namba zao, pia utazungumza nao. Hao ni madaktari bingwa wa magonjwa yote. Unaumwa sukari, nguvu za kiume, sijui bawasiri, homa ya ini, una maradhi mbalimbali ya mwili wa mwanadamu. Afya ndio msingi mkubwa wa maisha yako ya mwanadamu.